watu wa Mungu, kuna vitu viwili. Kuna wakati wa Mungu na kuna wakati wa mwanadamu. Unaposema kitu fulani kimechelewa, swali, kimechelewa kwa wakati wako au kwa wakati wa Mungu? Kwa sababu wewe unaweza kusema kitu fulani kimechelewa, lakini kwenye kalenda ya Mungu hakikupaswa kutokea wakati huo, kimeandikiwa wakati wake. Anasema maono haya ni kwa wakati ulioamriwa. So kuna vitu Mungu anavianzisha na akiwa ameviandikia kabisa muda, vitatokea wakati fulani. Bahati mbaya hauwezi kuharakisha hilo jambo likatokea nje ya ule wakati, kwa sababu mpaka anapanga ule wakati kwamba hili litatokea wakati fulani, sio kwa sababu anataka kukuzuia wewe kuingia mapema kwenye ile jambo, lakini kuna factors nyingi ameziangalia hapa katikati kwa faida yako mwenyewe. Lazima hili jambo kama litatokea, litokee wakati fulani, sio nyuma ya hapo. Hatukukuti unatumia imani yako kusema ujauzito sasa, ndani ya miezi 4 mtoto atazaliwa. Hauhangaiki kwa sababu unajua hili jambo limefungwa kwenye utaratibu wa Mungu ambao una muda wa miezi 9. So kama wewe una imani yako ni kuelekea miezi 9, kuna mambo yameamuriwa, yamefungwa kwenye muda. Watu hawataki hizi story, lakini it's true. So hata ungekuwa ni mtu wa imani kiasi gani hapa njiani, hata kama ungekuwa ni mtu wa sadaka, hata kama ungekuwa ni mtu wa maombi, hayo mambo yote tunayoyafanya ambayo yana nguvu kabisa, yatakuandaa tu kwa ajili ya wakati wako ukifika. Mungu akupe neema ya kusubiri wakati wako, kwa maana ya wakati wa Mungu. Kwa unagundua wakati mwingine si kwamba Mungu anachelewa, ni kwamba sisi ndo tunakosa subira.